Na hapa mbele ya kamera tupo na mchezaji wa JKT Tanzania anayecheza nafasi ya ushambuliaji Valentino Mashaka. Bwana karibu ndugu yangu. Shukrani sana. Habari za uzima? Safi. Maisha ya JKT vipi? Nashukuru Mungu. Mungu anasaidia. Yeah. Valentino Mashaka, wewe kama mchezaji na kwa nafasi yako ya ushambuliaji, malengo yako yapoje katika msimu huu wa 25-26? Kwa upande wangu kwanza naweza nikashukuru kwa kujiunga na timu kama JKT Tanzania. Na matarajio yangu mimi kama mshambuliaji basi niweze kuwa kwenye top 3 maybe top 5 ya wafungaji bora kwenye ligi. Na ushindani wa ligi upoje ya NBC msimu huu wa 25-26 Valentino Mashaka? Ushindani ni mkubwa, ukiangalia kila timu inapambana kupata matokeo na mechi zimekuwa ngumu, so rahisi yani timu yote tunakutana nayo basi inapambana na timu yenyewe na hiyo timu iweze kupata matokeo, so nyumbani so ugenini. Kwa upande wangu mimi ligi ni tough. Na quality ya timu zote 16 za NBC inazidi kukua siku hadi siku. Wewe unafikiri zinachagizwa na nini au wanapata hamasa kutokea wapi mpaka timu zote kuperform kwa kiwango cha juu zaidi? Mimi naweza nikaamini ni kutokana na sometimes naweza kusema kutokana na quality ya wachezaji, kutokana na mifumo inabadilika kila kukicha. Kwa hiyo kila naweza kusema makocha, kwa hiyo mpira inachochea mpira kuwa mkubwa na sio nisemeje kitu kama hicho yani, ndio maana unaona na uwekezaji na uwekezaji, watu wanasajili wachezaji wazuri. Kwa hiyo sio timu kubwa yani, sio timu kubwa sababu zamani kwa timu kubwa tu ndio unakuta mchezaji wa kutoka, lakini sasa hizi unaweza unakuta hata hizi timu ndogo hizi za kawaida wachezaji wakubwa yeah. Valentino Mashaka, unatoka timu ya mkoani zenu kasajiliwa Simba Sport Club msimu wa jana, na moja kwa moja ukaenda kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wewe kama mchezaji ulijisikiaje? Bwana, kwa upande wangu kwanza nilifurahi sana kwa sababu ni jambo kubwa sana katika historia ya maisha yangu ya mpira. Unajua hilo ni jambo kubwa kufika fainali, ujue kwenye Confederation, ujue sio kitu rahisi yani, sio mchezo. Timu dume inaweza ikapita katika lile kundi lenu liko kundi dume. Sahihi, hata wewe mwenyewe na mimi umeona. Kwa hiyo hatua kama ile hatua kubwa sana ile. Naweza sidhani mara ya mwisho ilikuwa lini mpaka sisi tukafika fainali. Nilikuwa nahisi miaka mingi kidogo. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ilikuwa ni big moment yani, kwa upande wangu na sitokuja kuisahau. Halafu ulijiona golden boy. Bwana, naweza nikasema hivyo ndugu yangu. Kwa hiyo vitu kama hivyo, vitu vyangu vya historia vipo mtaani pale nyumbani, nimeviweka medali yangu, jezi yangu ya finali. Kwa hiyo ninapopita naviona na kuwa na passion. Ipo siku tafika tena. Baadaye mjukuu wako na utamwambia bwana mimi enzi zangu msimu wa 24-25 kombe la shirikisho barani Afrika. Wapi babu, nampeleka angalia hii nini. Maana kuna ile misemo ya bahati sio nini. Hii hapa. Ushakutana nazo zile za bahati zipo ndugu yangu. Mashaka ni mchezaji gani ambaye unayemkubali wa ligi ya NBC ambaye anacheza tofauti na timu yako ya JKT Tanzania? Wachezaji wapo wengi, mmoja tu mtaji. Mmoja. Namba yoyote hata goalkeeper nani mtaji yote. Si dhambi. Sasa mimi washikaji wanaokubali ndugu zangu, nawakubali wapo wengi. Najua. Haya, namtaja mmoja. Jamani ndugu zangu wasio kaona kama nimewatupa, lakini mmoja tu. So kwenye timu yetu hapa, timu nyingine tofauti na JKT. Hapa nimtaja nani? Yupo namkubali. Yupo Mbeya City Omari. Omari sio nani? Chama la wana mcheza naye msimu ujao Simba. Hamna, Omari msimu uliopita. Yupo timu nyingine. Kwa hiyo ni mtaja ambaye sikuwa naye hata Simba. Omboi, wewe yule sio Omboi. Taja tofauti. Yaani taja ambaye kucheza naye Simba. Kumbe hivyo. Sasa yule Omboi au kufafanua fresh. Kwa hiyo ndiye hapa nitakugombanisha. Na nani? Anasema ukitaja mmoja na nitagombanisha, acha nikuomeshie swali. Valentino Mashaka, siku ya kwanza
unaenda kucheza dabi ya Kariakoo, ama unasikia unaenda kulionja joto ya dabi ya Kariakoo wewe kama mchezaji ndio kwa mara ya kwanza, ulijihisi upo katika hali gani? Kwanza mimi kwa upande wangu nilifurahi sana kwanza. Nilifurahi sana kwa upande wangu, na kwa sababu siku kama hizi nilikuwa zamani nazionaga, ni ile siku ya dabi inavyokuwa toka asubuhi, unaona kwenye, unajua zamani unaona kwenye TV magari sio yanaenda kuanga, wachezaji wanatoka vyumbani sio wanajiandaa na kwa hiyo sasa ilipofika siku nikasema leo zamu yangu mimi sasa. Kweli na mimi dabi zote ujue mimi nimevaa jezi, ujue nilikuwepo benchi. Kweli. Kwa hiyo nilikuwa yaani natamani na mimi ningepata hata dakika moja tunaweza kucheza kwenye dabi. Kwenye dabi. Lakini joto lake lile umeliona. Sio mchezo bro. Ndio maana ikaitwa dabi, sio mchezo. Noma. Mpaka unaondoka Simba hakuna hata dabi moja mlopata ushindi zidi ya Yanga. Niambie ni mechi gani Valentino Mashaka kwako wewe kama mchezaji ambao ndo mechi ilikuwa ngumu zaidi katika karia yako ya mchezo wa mpira wa miguu? Mechi tu yote au dabi? Mechi yote, dabi achana, dabi inakuwa kali miaka yote. Au timu yote hata wako timu yako Mbeya. Yaani unasema leo bwana nimecheza, kazini kwangu kuna kazi. Bwana mechi yangu ngumu nilikuwa mechi nipo kwa Geita Gold. Ndio. Tulicheza mechi na Singida. Ndio ilikuwa mechi ngumu, nakumbuka nilifunga goli la kichwa. Ndio hilo goli moja tu mpira ukaisha, na hiyo siku niliingia sub. Super sub. Hapo unaki smart wewe. Hamna. Kawaida. Ndio hiyo mechi. Mkoa umekuja moja kwa moja umeenda kuchukua medali ya shirikisho. Bwana ndio hivyo ndugu yangu, bahati tu Mungu kasaidia. Na of course timu kipindi kile mwenyewe hata mwenyewe uko unaona of course kwenye mashindano ya kimataifa timu ilikuwa inafanya. Mashindano ya kimataifa tu hata ndani timu ilikuwa inafanya vizuri. Alafu sasa usichokijua kizazi cha kwenu nyie sasa cha mwaka jana cha Simba Sport ndio kimevuna alama nyingi ugenini kuliko vizazi vyote vilivyopita vya kina Mixon vile. Kumbe yaani kizazi chenu nyinyi cha kina Valentino Mashaka. Nyinyi ndio timu ambayo kocha wenu Fadlu Davis mmefanikiwa kuzivuna pointi nyingi sana mkiwa ugenini. Zamani unajua Simba ikiwa ikisafiri kwenda nchi za watu waga inakula ngozi nyingi sana. Lakini kizazi chenu nyinyi mpaka sana matokeo kufikia mechi ya nusu finali na Stellenbosch kwenda kushikilia bomba kule South Africa. So mchezo. Yaani nyinyi ndio kizazi, yaani nyinyi mtandiko. Bwana Valentino Mashaka, asante sana kwa muda wako. Muda wa iftari ishafika. Sikuchosha kidogo ukapata kifungua kinywa maana toka asubuhi. Asante bwana.